katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 10, robo hii ya kwanza mwaka 2026, somo linalosema kutimilika katika Kristo. Tunaenda kujifunza katika ufafanuzi kwa mwalimu. Umegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni muhtasari, sehemu ya pili ufafanuzi, na sehemu ya 3 ni matumizi maishani. Sehemu ya kwanza, muhtasari. Aya muhimu ni Wakolosai 2 aya 16 na 17. Neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Lengo la somo ni Wakolosai sura ya 2. Katika hitimisho la Wakolosai 1, Paulo anaonyesha shauku yake kwa wasomaji wake katika kukua kwa utimilifu katika Kristo. Wakolosai 1:28. Katika Wakolosai 2 analifafanua wazo hili. Wakolosai 2 aya kwanza hadi ya 5 inaweka msingi wa kile kinachofuata. Paulo anawataka wasomaji wake kuunganishwa katika upendo. Wakolosai 2 aya 2, wapate utajiri wote wa kumfahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Kolosai 2 aya 2, na kuwa na uthabiti wa imani yao katika Kristo. Wakolosai 2 aya 5. Kwa ufupi, Paulo anataka wasomaji wake wakue katika imani yao, katika ujuzi wao wa siri za Mungu, na katika upendo wao kwa Kristo na wao kwa wao. Kimsingi, Paulo anawahimiza wasomaji wake kutimilika katika Kristo, au kwa kutumia neno tofauti, kudhihirisha ukomavu katika kutumia imani yao. Katika Wakolosai 2 aya 6 hadi 23, Paulo anatoa maelekezo zaidi kuhusu jinsi lengo hili linavyoweza kutimizwa. Somo la juma hili linaangazia mada kuu mbili. Mada ya kwanza, kutimilika katika Kristo kunahusisha kumjua na kukua katika yeye. Hili linatulinda dhidi ya kupotoshwa na walimu wa uongo. Mada ya pili, kutimilika katika Kristo pia kunahusisha kumtumaini yeye pekee kwa ajili ya wokovu, si katika kanuni. Ni muhimu kutambua hata hivyo kwamba msalaba unafanya sheria za mfumo wa ibada na kaida za kidini kuwa zisizohitajika. Si sheria ya maadili. Matukio ya mfumo wa ibada na kaida za kidini za Agano la Kale yalikuwa tu vivuli vya kazi ya baadaye na dhabihu ya Kristo. Mifano hii ilikoma kwa kifo chake. Amri 10, hata hivyo, ikiwa ni pamoja na Sabato ya siku ya 7, bado ni halali kwa Wakristo. Sehemu ya pili, ufafanuzi. Kielelezo. Wakati James Garfield ambaye baadaye alikuwa rais wa Marekani alipokuwa mkuu wa chuo cha Hiram huko Ohio, baba mmoja alimuuliza ikiwa kozi ya masomo ya mwanawe isingeweza kufupishwa ili mwanawe aweze kumaliza masomo yake kwa muda mfupi zaidi. Bila shaka, Garfield akajibu, lakini inategemea kile anachotaka mvulana wako awe. Mungu anapotaka kutengeneza mwaloni, anachukua miaka 100. Anapotaka kutengeneza boga, anahitaji miezi 2 tu. Paulo alisema, yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Wafilipi sura ile ya 1 aya 6. Akizungumzia juu ya safari ya kiroho ya Daudi, Alan Redpath anaelezea wazo lile lile.
Kuongoka kwa Roho ni muujiza wa muda mfupi sana. Kumtengeneza mtakatifu ni kazi ya maisha yote. Kumjua Kristo na kukua katika yeye. Kwa kusoma waraka kwa Wakolosai, tunaweza kuhitimisha kwamba Paulo alikuwa na wasiwasi sana kuhusu kujipenyeza kwa walimu wa uongo ndani ya kanisa. Wasiwasi huu huenda unaelezewa kwa sentensi hii: jinsi ilivyo kuu juhudi yangu niliyonayo kwa ajili yenu. Wakolosai 2:1. Katika muktadha huu, neno juhudi yumkini linamaanisha wasiwasi au hangaiko. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa kama juhudi linatumika mahali pengine kurejelea mapambano dhidi ya upinzani wa kibinadamu au wa kiroho. Kwa mfano, Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 aya ya 2. Katika muktadha huu imetumiwa kuelezea kazi ya mtume yenye bidii, mashindano na mapambano makali kwa ajili ya kueneza, kukuza na kuimarishwa kwa imani kama lengo la utume wake. Neno juhudi linatokana na muktadha wa michezo, hasa kutoka katika mashindano ya riadha. Kwa hivyo, linadokeza wazo la jitihada kubwa. Habari hizi zinaonyesha kwamba Paulo hakuchukulia kushughulika na mafundisho ya uongo kama jambo dogo. Je, tufanye hivyo? Huenda kwa mapambano au kushindana kwake kwa ajili ya Wakolosai, Paulo alikusudia maombi yake yawe kwa ajili yao. Paulo aliomba ili mioyo yao iimarishwe, ili wasipotoshwe na mafundisho ya uongo. Paulo aliwataka waunganishwe katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Wakolosai 2 aya ya 2. Dhana ya ujuzi ni muhimu sana katika Wakolosai. Katika waraka wote, Paulo anataka wasomaji wake wapate ujuzi wa neema ya Mungu katika kweli. Wakolosai 1 aya ya 6. Mapenzi ya Mungu katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Wakolosai 1 aya ya 9. Utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu. Wakolosai 1:27. Siri ya Mungu, ya Baba na ya Kristo pia. Wakolosai 2 aya ya 2. Hivyo kwa ufupi, Paulo anaonyesha kwamba tiba ya mafundisho ya uongo ni kumjua Mungu na Kristo. Wakolosai 2 aya ya 1 hadi ya 4 na aya ya 8. Ujuzi huu unatokana na neno la Mungu. Kama Paulo anavyodokeza katika Wakolosai 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kristo, tumaini letu pekee la wokovu. Katika Wakolosai 2 aya 11 hadi 15, Paulo anatukuza kazi ya Kristo ya wokovu kwa ajili yetu. Katika Kristo tulitahiriwa kwa tohara isiyofanywa kwa mikono. Wakolosai 2:11, ikimaanisha kazi ya Kristo ndani ya mioyo yetu. Tulizikwa pamoja naye katika ubatizo na kufufuliwa pamoja naye. Wakolosai 2:12. Kwa maneno mengine, Mungu alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo na kutusamehe dhambi zetu zote. Wakolosai 2 aya 13. Kwa ufupi, Paulo anasema kwamba Kristo ndiye tumaini letu pekee la wokovu. Hata hivyo, baadhi ya kauli za Paulo katika Wakolosai 2, hasa kuanzia Wakolosai 2:11 hadi 23, zinatumiwa na wengi leo kumaanisha kwamba mtume anazungumzia kufutwa kwa amri 10. Hasa zaidi, hoja inatolewa kwamba sabato ya siku ya 7 si halali tena wala haiwafungi wa Kristo. Kinyume na madai haya, Wakolosai 2 haihusu kufutwa kwa amri 10. Paulo anadokeza mara kadhaa katika nyaraka zake zote katika Wakolosai na pia mahali pengine kwamba amri 10 ni halali kwa Wakristo, kama mtu anavyoweza kuona katika aya zifuatazo.
Paulo ananukuu amri ya 5 katika Waefeso 6 aya ya 2 na ya 3, ya 6, ya 7 na ya 8 katika Warumi 13 aya ya 9 na ya 10 katika Warumi 7 aya ya 7 na pia katika Warumi 13 aya ya 9. Katika Wakolosai 3 aya ya 20 anarudia himizo linalopatikana katika Waefeso 6 aya ya 1, enyi watoto watiini wazazi wenu. Kwa mujibu wa Waefeso 6 ya 1 hadi ya 3, mtu anaweza kuhitimisha kwamba himizo enyi watoto watiini wazazi wenu katika Waefeso sura ile ya 6 ya 1 na Wakolosai 3 ya 20 lina msingi katika uhalali wa amri ya 5. Waefeso 6 aya ile ya 2 na ya 3. Linganisha na Kutoka sura ile ya 20 ya 12. Katika vifungu hivi vyote inadokezwa kwamba amri 10 zinabaki kuwa za lazima kwa waumini walio chini ya Agano Jipya. Zaidi ya hayo, orodha za uovu na nemsi katika nyaraka za Paulo, na hasa orodha ya uovu inayopatikana katika Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 5 hadi ya 9, usuli wake umetokana na amri 10. Mwanazuoni mmoja ambaye si Mwadventista anatambua kuna sababu nzuri za kuamini kwamba amri 10 bado tunatakiwa kuzitii. Yesu kwa mfano, anapozungumzia amri ni wazi kwamba ni amri 10 ndizo anazilenga. Luka mtakatifu sura ya 18 ya 20. Vivyo hivyo Paulo anapozungumzia amri katika Warumi 7 ya 7 anazungumzia amri 10. Kuhusiana na sabato ya siku ya 7, ushahidi kutoka katika Agano Jipya unaonyesha kwamba ni ya lazima kwa waumini walio chini ya Agano Jipya. Kama Yesu, Paulo alikuwa mshika sabato. Tazama Luka 4 ya 16, Matendo 17 ya 2. Katika Ufunuo 14 ya 6 na ya 7, dokezo la amri ya 4 linasisitiza uhalali wa sabato ya siku ya 7 kwa Wakristo. Vivyo hivyo, wakati Paulo na Barnaba walipopinga kuabudiwa na waabudu sanamu, walielekeza usiku wao katika ibada ya Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Matendo 14 ya 15, tazama Kutoka 20 aya 11. Inawezekana pia kwamba kuelezea kwake utangulizi wa Kristo katika yote katika Wakolosai 1:15 hadi 20. Paulo akumbuka kwa pamoja Mwanzo 1 na 2 na Kutoka 20 aya 8 hadi 11. Vifungu hivi viwili vina mada inayofanana ya sabato. Kwa kuzingatia kwamba Paulo alikuwa mshika sabato, kwa wazi hawezi kutoa hoja kuhusu kufutwa kwa amri 10 katika Wakolosai 2:11 hadi 23. Kwa hivyo, hati iliyoandikwa katika Wakolosai 2:14 iliyogongomelewa msalabani hairejelei sheria ya maadili. Badala yake inaweza kurejelea sheria za mfumo wa ibada na kaida za kidini au aina ya hati ya deni. Vivyo hivyo Wakolosai 2:16 haizungumzii sabato ya siku ya 7 ya kila juma. Badala yake andiko hilo linaweza kurejelea: 1. Sabato za kaida za kidini; 2. dhabihu zinazotolewa wakati wa sikukuu za Kiyahudi, au labda 3. kushika sabato ya siku ya 7 kwa sababu zisizo sahihi. Sehemu ya 3. Matumizi maishani. Tafakari juu ya mada zifuatazo, kisha waulize wanafunzi wako kujibu maswali mwishoni mwa sehemu hii. Wafilipi 1 aya 6 kwa hakika ni mojawapo ya vifungu vilivyojulikana sana katika Biblia. Tunaipenda ahadi hii: yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Ni muhimu kukumbuka kwamba kutimilika katika Kristo kunahusisha mchakato wa kumjua kupitia neno lake. Kwa hakika hakuna njia ya kukaa ndani yake isipokuwa maneno yake yakikaa ndani yetu. Yohana sura ya 15 aya 7. Kutoka katika neno la Mungu tunapata chakula kwa ajili ya ukuaji wa kiroho. Petro wa kwanza sura ya 2 aya 2, unaojumuisha kukua katika imani,
Warumi sura ile ya 10 ya 17. Kama mtunga Zaburi asemavyo, nao wakujuao jina lako wa kutumaini wewe. Zaburi 9 ya 10. Ujuzi wa Mungu na neno lake unatukinga tusipotoshwe na mafundisho ya uongo. Ujuzi wa kweli wa Mungu kwa kawaida unasababisha utii na uaminifu kwake. Katika suala hilo, sheria ya maadili ina nafasi muhimu sana, kwa kuwa inatufundisha kuhusu tabia ya Mungu na kuyafunua mapenzi yake kwetu. Hata hivyo, baadhi ya watu wanasema kwamba sheria ni kikwazo kwa Injili. Hata hivyo, huo ni uongo kabisa. Ukweli ni kinyume kabisa. Kwa mujibu wa Joe M. Sprinkle, mwanazuoni asiye Mwadventista, sheria ya maadili ni dibaji ya Injili katika maana ya kwamba inaelekeza kwa Kristo ambaye ndiye utimilifu wa sheria. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: shiriki aya ya Biblia unayoipenda na darasa lako. Ni kwa njia gani andiko hilo limekujenga? Limeimarisha uhusiano wako na Mungu au kukulinda dhidi ya mafundisho ya uongo? Swali la pili: sheria ya maadili inaelekezaje kwa Yesu? Ni kwa vipi Yesu ni utimilifu wa sheria? Kwa nini si kweli kusema kwamba sheria ya maadili ni kikwazo cha Injili? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 10, ufafanuzi kwa mwalimu. Na kwa nukta hii ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari hii nzuri juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.